Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده حق نرجو بها النجاه يوم القيامه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله انه ادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Maudhui yetu ya khutba yetu ya leo itahusiana na kusherehekea maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tuzungumzie maudhui kama hii katika wakati kama huu? Kwa sababu maulidi, sherehe za maulidi ni moja katika sababu ambayo imesababisha hii umma kugawanyika. Imeleta mgawanyiko miongoni mwetu kiasi ambacho ndugu na ndugu leo hawasemezani, na imeleta fitna kubwa sana katikati yetu kiasi ambacho mwaka 2006 katika msikiti wa Jamii hapa Nairobi damu ilimwagika. Waislamu walipigana mapanga ndani ya msikiti, katika msikiti wa Mlango wa Papa mwaka 2018, mwaka 2012 Waislamu walipigana mapanga ndani ya msikiti mpaka ndugu akampeleka ndugu yake mahakamani. Ni mambo ya aibu haya. Katika msikiti wa Kisumu mwaka 2016 Waislamu walipigana ndani ya msikiti kiasi ambacho ndugu yetu mmoja Muislamu nusra auawe. Kisa na maana ni maulidi. Na leo ukitaka kuzungumzia mambo haya, kuna baadhi ya Waislamu wanaona kwamba haya ni mambo madogo haya. Jamani, kuna mambo mengine makubwa tunafaa kuyazungumzia. Mambo madogo haya kama maulidi na mengineo haina haja. Mtatonesha kidonda jamani, tuacheni kila mmoja ashike njia yake, tutakutania peponi. Na umma inagawanyika hapa. Jambo lolote ambaye inasababisha mgawanyiko wetu Waislamu, hii ndio ambayo inafaa kushughulikiwa mpaka ikaondolewa. Mwenyezi Mungu anasema: inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Hakika umma wenu huu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mmoja peke yake, niabuduni. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatoa mwongozo inapotokea tofauti miongoni mwetu tufanye nini Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ni Waislamu mkizozana juu ya jambo, mkitofautiana juu ya jambo, marejeo yenu, suluhisho yenu iwe ni Qur'an na sunna ya Bwana Mtume, iwe ni Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kweli mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wewe ikiwa Muislamu unadai kwamba unamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, inapotokea tofauti baina yako wewe na Muislamu mwenzako, rudini kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, la sivyo wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao si katika hawa. Kwa hivyo hizo ni maudhui refu, lakini
inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutagusa nukta ya hapa na pale ili tuweze kufikia katika malengo na tuangalie njia sawa ni gani. Jambo la kwanza kwa Uislamu, inadaiwa katika mwezi wa Rabiul Awwal tarehe 12 ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Na hii tarehe na mwezi kama hii ukienda kwenye Qur'ani hakuna, bali katika hadithi zote za Bwana Mtume wala maswahaba ridwanullah alaihim hakuna hata mmoja amewahi kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal, kwa sababu Mtume alipozaliwa ilikuwa hakuna mambo ya kalenda, hakuna tarehe. Watu wakitumia mwaka ikaitwa mwaka wa ndovu, kwa sababu ndo Abraha alikuja kutaka kuivunja Kaaba na majeshi yake, na ndani ya majeshi ya Abraha ilikuwa na ndovu, na ndo Waarabu mara ya kwanza wanaiona ndovu wakasema ni mwaka wa ndovu. Ndio Mtume amezaliwa. Mwaka wa huzni, wakati alipofariki mke wake Khadija, Mtume Muhammad sallallahu na ammi yake Abi Talib, ikaitwa mwaka wa huzuni, kwa maana wamefariki watu wawili ambaye ni wazito katika maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tarehe ya kufariki Mtume tayari ilikuwa imeshakuja wakati Mtume akishafariki. Tayari kalenda ya Kiislamu ilikuwepo, na ndio Sayyidina Umar radhiallahu anhu akatengeza kalenda ya Kiislamu katika khilafa yake, na akawaita baadhi ya maswahaba na tabi'in, jamani, tunataka kutengeza kalenda ya Kiislamu, unaonaje tuanze tarehe moja ili lini? Ikatoka rai kwamba tarehe moja ili ni siku ambayo Mtume alipewa utume. Hii rai ikapingwa, wakasema hapana, kama ni kupewa utume hata mitume wengine walipewa utume. Wakatoka rai kwamba tuweke tarehe moja ni siku ambayo Mtume alizaliwa. Hii rai naye ikapingwa, wakasema kama ni kuzaliwa hata mimi na wewe pia tulizaliwa. Ikatoka rai tuweke tarehe moja ni siku ambayo Mtume alishinda katika vita vya Badr, vita vya kwanza vya Kiislamu. Hii rai naye ikapingwa, wakasema kama ni vita vingi Waislamu wameshinda. Ndio ikatoka rai tuweke tarehe moja ni siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama Maka kwenda Madina, hijra. Masahaba ridwanullah alaihim wanaona uzito wa hijra hapa, na wao ndio ambao walikuwa wanampenda Mtume kuliko mimi na wewe. Kwa nini hawakuweka tarehe moja ni siku ambayo Mtume alizaliwa? Kwa maana inqalabat almawazin, mizani ya kupima mambo leo imebadilika. Waislamu imegeuka juu chini. Matukio muhimu katika dini leo haiangaziwi, yale ambayo si muhimu ndio watu wanaeniminia mali na kupata kuyapeleka mbele. Lakini tukio la hijra ndio ilikuwa ni mageuzi katika kutengeza serikali ya Kiislamu, na mwisho wake Uislamu ikaweza kuchukua ulimwengu. Kuzaliwa kwa Mtume, watu wote pia walizaliwa. Sasa tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal, hii katika Qur'ani hakuna wala katika sunna ya Bwana Mtume hakuna. Na ukimuuliza mtu yote ambaye anaisoma maulidi, je, Mtume aliwahi kusoma maulidi? Atakwambia kwamba Mtume hajawahi kusoma maulidi. Basi hii peke yake inamaliza matatizo haya. Maadamu Mtume hakufanya, hii si katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kila kitu ambayo tunahitajia ndani ya dunia yetu na dini yetu na akhera yetu. Mambo yote ambayo unahitajia wewe, hii dini imeshafundisha tayari. Imeshafundisha. Hii dini imetufundisha, Mtume ametufundisha mpaka namna gani ya kujiosha unapoingia chooni, namna gani ya kutawadha, namna gani ya kustarehe na mke wako kitandani, namna gani ya kula, namna gani ya kunywa, namna gani ya kuoga, namna gani ya kuvaa, namna gani ya kuzungumza, namna gani ya kutembea. Yote Mtume ametufundisha. Ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha doa kwenye hichi kitabu cha Qur'an na sunna ya Bwana Mtume jambo lolote. Kwa hivyo madamu Mtume hakufundisha haya wala haikuwepo, basi hii si katika dini. Bali maswahaba ridwanullah alaihim, hakuna watu ambao walikuwa wanampenda Mtume kama maswahaba. Wallahi hatuwezi kuingia kwenye viatu vya maswahaba kwa mapenzi walikuwa naye juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi. Lakini je, walisherehekea mazazi yake Mtume? Hawakuwahi kufanya hata siku moja. Na hawa ndio watu bora. Mtume anasema khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu waliokuwa bora ni maswahaba wangu hawa, kisha watakaofuata maswahaba ambao ni tabi'in, na watakaofuata tabi'in ambao ni tabi'in. Hizi karne tatu zote hazikuwahi kusoma maulidi, bali maimamu wanne, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i na Imam Ahmad bin Hanbali, hata mmoja
kwenye vitabu vyao hakuna mahali wamenukuu sherehe ya mazazi ya Mtume, kwa maana wakati wao ilikuwa hakuna hii sherehe, na hao ndio maimamu wakubwa. Sasa tunakuta Waislamu kwamba hii maulidi kwenye Qur'ani hakuna, katika sunna ya Bwana Mtume hakuna, maswahaba hawakuifanya wala wema waliotangulia. Maulidi imetokea wapi? Ndio wewe Muislamu, kabla ya kufanya jambo lolote, mwanzo ulizia, jamani, hili jambo asili yake ni nini? Imetokea wapi? Imeandikwa wapi? Dalili yake iko wapi? Si unafanya mambo kwa sababu watu wanafanya. Kuna hatari yake Waislamu, na hiyo msiba ambayo tunani yake leo. Maulidi ilianzishwa na Mashia. Hata hawa ambao wanaosoma maulidi wanakubali hilo, kwamba maulidi ilianzishwa na Mashia miaka 600 baada ya kufariki Mtume katika nchi ya Egypt, ndani ya Masri, na mfalme ambaye ni mfalme wa Adil ambaye akiitwa Al-Muzaffar Al-Kaukaburi. Huyu ndio ambaye alianzisha sherehe za maulidi baada ya kuangalia kwamba hawa wasiokuwa Waislamu wanazo sheria zao za mitume wao. Wakristo wanaye Krismasi, Mayahudi wanaye yao. Kwa nini sisi Waislamu hatuna sherehe ya kuzaliwa mtume wetu? Ndio wakaanzisha maulidi. Ikaanzishwa katika nchi ya Egypt, ikapelekwa ndani ya Yemen. Hapa Kenya maulidi imekuja juzi, miaka 120 iliyopita, si kitambo sana. Miaka 120 iliyopita, si kitambo, ni juzi tu. Na wao wenyewe wanaikubali. Hata ukisoma ile kitabu cha Barzanji kimeandikwa na Mshia Abdul Karim bin Hassan Hussein al-Barzanji. Huyu ni Mshia. Ndio unaona ndani ya kitabu cha Barzanji hakuna mahali ametajwa Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Aisha. Ametajwa Sayyidina Ali, ametajwa Miqdad, ametajwa Hassan na Hussein, lakini hawa makhalifa wengine na masahaba wengine hawakutajwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika itikadi ya Mashia Abu Bakar na Umar na Uthman na Aisha ni makafiri mbele yao. Watawataja vipi katika vitabu kama hivi? Sasa watu ambao leo wanaingia mpaka ile nyumba ya Mtume, wanawasingizia Mtume na wake zake na watoto wake. Leo sisi vipi tunaungana wao? Ukiuliza wanakuambia lakini tunakubali maulidi ilianzishwa na Mashia. Lakini kuna ubaya gani jamani kufuata maulidi ilianzishwa na Mashia, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga saumu Ashura, na alipowauliza Mayahudi, kwa nini unafunga hii siku? Akasema, wakamwambia hii ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Musa kutokana na Firaun. Mtume akawaambia Mayahudi, nahnu ahqqu bi Musa minkum, sisi tunayo haki juu ya Nabii Musa kuliko nyinyi. Mtume akafunga, fasama wa amara bisiyamihi, akafunga na akaamrisha maswahaba wafunge. Hii ndio saumu ya kwanza kufaradhishwa katika amri, saumu ya Ashura. Sasa wanasema, angalieni jamani, ikiwa Mtume alichukua saumu ya Ashura kutoka kwa Mayahudi, Mashia ni nani kuchukua maulidi kutoka kwao? Na Mashia wako karibu na sisi kwa mtizamo wao kuliko Mayahudi. Lakini kitu ambao wanakosa kufahamu ni kwamba hii saumu ya Ashura Mtume alikuwa anaifunga hata kabla hajahamia Madina, na manabii walitangulia leo walikuwa wakifunga. Nabii Musa alikuwa akifunga kutoa shukrani ya namna misimu satana alikuwa kutokana na Firaun. Mtume alikuwa anafunga. Alafu jambo la pili, Waislamu, huyu ni mtume wa Mungu, yeye anapokea wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hafanyi mambo kwa matamanio ya nafsi yake, isipokuwa anapokea ufunuo, anapokea wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mbona mtume huyu hajawahi kuweka siku aliyookolewa na Ibrahim kutoka ndani ya moto? Akasema, jamani, hii ndio siku na Ibrahim aliokolewa, tutakuwa tunafunga siku ya kuokolewa na Ibrahim kama alivyookolewa na Musa kutokana na Firaun katika siku ya Ashura. Mbona mtume hajaweka hiyo? Kwa sababu afanye mambo kwa akili yake. Hajaweka saumu hiyo. Mbona mtume hajaweka siku ambaye Nabii Yunus alayhi salam aliokolewa kutoka kwenye tumbo ya samaki? Akasema, jamani, ni siku kubwa, Nabii Yunus aliokolewa, kwa hivyo itakuwa tunafunga. Kwa maana huyu mtume wa Mungu hafanyi mambo kwa matamanio ya nafsi yake, bali anapelekwa na wahi, anapelekwa na amri ya Mola wake, hafanyi mambo hivi. Sasa wewe ambao unaidai kwamba kuna ubaya gani ambaye ya kuchukua maulidi kutoka kwa Mashia, ikiwa mtume alichukua kwa Mayahudi, wewe ni nani? Wewe unapokea wahi, wewe unapokea ilhamu. Lao kila mmoja wetu atapewa nafasi ya kuleta mawazo yake ndani ya hii dini, hii dini mwisho
mwisho itakwenda itapotea. Lakini hii dini Mwenyezi Mungu ameilinda. Hakuna mtu ana haki ya kuleta rai yake ndani ya dini. Dini imekamilika, haina haja ya ziada. Leo tunaanza kuwaruhusu watu waingize mawazo yao ndani, na ukiwauliza wanakwambia kuna ubaya gani? Mwisho wake hii dini itakwenda itakuwa ni kama dini ya Ukristo. Leo ukiangalia Biblia, wale wakubwa wa kanisa waliruhusu watu waingize mawazo yao ndani ya kanisa. Yale maneno ya Biblia ya Mungu ikatolewa, kina Paulo hao wakatia mawazo yao ndani. Kwa Kiingereza inaitwa interpolation. Leo haijulikani hii Biblia ni kitabu cha dini gani wala ni dini ya mtume gani, lakini angalia Qur'an. Mwenyezi Mungu amehifadhi hii dini, amehifadhi Qur'an, hakuna nukta hata moja imeweza kuongezwa hapo. Mwenyezi Mungu anailinda hii dini na ana walinzi wake ambaye ni mimi na wewe. Ndio maana tuweze kuambiana haya Waislamu, tuweze kuondoa hizi tofauti miongoni mwetu na tuweze kurudi katika njia sawa, kwa sababu hizi ni njia ambazo zinatupeleka mambo mabaya. Sasa ndugu Waislamu, hawa ndugu zetu wanatumia baadhi ya hoja ambazo hakuna, kwa sababu ukimwambia okay, mtume hajafanya hili jambo, maswahaba hawakuyafanya, wema walotangulia hawakuyafanya, mumeyatoa wapi haya? Wanakupatia aya ndani ya Qur'an. Na hili ndio jambo la hatari, mtu kutumia aya ya Qur'an kuhalalisha mambo ambayo anayafanya yeye. Yuharifuna al-kalima min ba'di mawadhihi, wanazigeuza neno kinyume na vile vilivyokusudiwa. Wanakupa aya, wanakuambia Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Wanasema unaona hii aya, hii ni maulidi ya wazi kabisa. Nani anatafsiri aya kwa maana yake maulidi jamani? Unajua kitu ambaye ndugu zetu wanashindwa kufahamu, kumswalia mtume ni ibada na kusherehekea siku ya kuzaliwa mtume ni bid'a. Inzi. Lakini kumswalia mtume ni ibada. Ndio unaona unapozungumzia maudhui haya, wanasema hawa ambao wanapiga maulidi hawa, wanapiga kumswalia mtume hawa. Hivi ndio namna wanavyochanganya watu. Hakuna mwenye kupiga kumswalia mtume. Na yeyote ambaye anayepiga kumswalia mtume huyo ni kafiri. Utapingaje kumswalia kiumbe ambaye tayari ameswaliwa na Mwenyezi Mungu na malaika wake? Tunamswalia mtume kila wakati kwa Uislamu. Inapoadhiniwa imeadhiniwa hapa tunamswalia mtume, itakimiwa tutamswalia mtume. Ndani ya swala usipomswalia mtume, wenda swala yako itakuwa ina walaki. Na asubuhi tunamswalia mtume, kila ukimswalia mtume mara kadhaa, ukimswalia mara moja unalipo mara 10. Ukimswalia mara 10 unalipo mara 100. Na kila ukimswalia mtume unaongezewa thawabu. Mtume anasema al-bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Bakhili ni yule ambaye ninapotajwa mbele yake asiniswalie. Mswalie mtume wa Islam. Allahumma salli wa sallim alayhi. Huyu ndo bakhili. Kwa hivyo hii wanawachanganya watu. Hakuna mwenye kupiga kumswalia mtume jamani. Kama wanavyosema hawa ambao wanapiga maulidi hawa wanapiga dua. Hakuna mwenye kupiga dua jamani. Yeyote anayepiga dua huyu ni kafiri, kwa sababu unapinga mawasiliano ya mja na Mola wake. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu hata hapa, baada ya hutuba yangu mtatoa dua, mtaitikiani. Lakini tunakuambia hii dua ina zamani na makani, ina sehemu yake na wakati wake. Baada ya swala ya faradhi, mtume hajawahi kuleta dua kwa sauti watu wakaitikiani. Tunasema hii si mahali pake. Mtume hajawahi kuwakusanya watu katika sehemu moja, ima msikitini au ndani ya holi, alafu wanamtaja Mungu kwa pamoja. Jamani, tunakuambia hii hamna hii. Kama watu wanaofanya ndani ya burda au kwenye visomo vya dhikri, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa Allah, kwa pamoja, kwa sauti moja. Tunakuambia hii mtume hajawahi kufanya hii. Lakini dua tunamuomba Mwenyezi Mungu kila wakati, hata hapa tukutana nje, jamani niombeni Mungu, tutainua mkono tuomba dua. Lakini hizi ni njia za kuweza kuwakanganya watu. Sasa ukiwaambia kwa mambo yote haya hakuna, ndani ya Qur'ani hakuna, hii aya ambayo unaitumia haihusiani na haya mambo, wanakupa aya nyingine, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Wanaambia qul bi fadlillahi. Angalia hii aya, maana yake wazi ni maulidi ya mtume. Bali mufassirin takriban wote wanasema qul bi fadlillah, sema ya Muhammad kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu. Fadhila za Mungu ni Qur'an. Wa bi rahmatihi,
Wanasema wanazuoni na rehema yake ni sunna za Mtume. Wengine wakatafsiri wakasema qul bi fadlillahi tauhid wa bi rahmatihi uislam. Kwa ujumla hakuna mtu anatafsiri kwa mambo haya ni maulidi, lakini wanazikwenda wanazipachika aya mahali ambapo sipake, na hakuna jambo la hatari kama hilo. Mtume anasema man fassara alqur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu min an-nar. Mtu yoyote ambaye atakayetafsiri Qur'ani kwa rai yake atayarishe makazi yake na moto wa jahannam. Abubakar Siddiq anasema ayu ardhin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idha qultu fil Qur'ani bi ra'yi. Ni ardhi gani ambayo itanibeba mimi na mbingu gani ambayo itanifunika ikiwa mimi Abubakar Siddiq nitaitafsiri Qur'ani kwa rai yangu? Mimi naona wewe ni nani? Sasa hivi matatizo, watu wanatafsiri aya wanataka wao. Ukiwaambia ndani ya Qur'ani hakuna mtume hajafanya, maswahaba wakufanya, anakuambia lakini kweli hii yote mtume hajafanya, kwenye Qur'ani hakuna, lakini hii ni bid'atun hasana, ni bid'a nzuri. Bid'a hasana kweli? Kuna bid'a hasana au bid'a zote ni dhalala, ni upotofu? Wanakuambia naam, kuna dalili kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya, na hii ni bid'a nzuri. Leta dalili. Anakupa hadithi, na hadithi yenyewe ni sahihi. Mtume anasema man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Yeyote ambaye atakayehuisha katika Uislamu sunna nzuri iliyokuwa imesahaulika. Sasa wao wanasema yeyote atakayehuisha katika Uislamu jambo nzuri iliyokuwa imesahaulika. Jambo nzuri kama maulidi na mengineo haya. Na hii hadithi inatafsiri yenyewe, man sanna fil islami sunnatan hasana. Kwanza man sanna fil islam, ilo jambo ambalo utakuhuisha wewe iwe ndani ya Uislamu, isiwe nje ya Uislamu. Ndani ya Uislamu maana yake ni Qur'an na Sunna. Sunnatan hasana, Mtume hakusema bid'atan hasana, amesema yeyote atakayehuisha sunna nzuri iliyokuwa imesahaulika atalipwa ujira wake na ujira ya ule mtu aliyomkumbusha mpaka siku ya Kiyama. Sasa nawaambia wazi kabisa, bid'a zote ni upotofu, hakuna bid'a nzuri. Ndio anasema kullu bid'atin dalala wa iyyakum wal muhdathati al umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Tahadharini na mambo ya uzushi haya, kwani kila kinachozuka ni bid'a, na kila bid'a tunasema bid'a zote ni upotofu, hakuna bid'a nzuri zote. Wanakuambia hii kullu bid'atin dalala, sio kullu kulliya. Katika lugha ya Kiarabu wanakuambia kwamba hii ni kullu juz'iyya, maana yake haibebi yote. Anakwenda anatafuta aya nyingine huko ambayo inaambatana na mambo ya kullu, alafu atakuhalalisha hii kullu kwamba sio yote. Wa kana al-malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Al-Khidr alikuwa na safina ni Musa, akawa yeye anazidunga zile jahazi nzuri, kwa sababu mfalme anatafuta zile majahazi nzuri. Sasa mfalme anatafuta jahazi zote ambazo ni nzuri, yale ambayo si nzuri hana haja naye, maana yake hii kullu sio yote. Sasa kullu bid'atin dalala tunakwambia kwamba ni yote. Ikiwa unasema sio yote, leta hadithi au aya ya Qur'ani inayosema kwamba hii sio yote, maana yake sio yote. Kama Mtume alivyosema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote wataingia peponi. Ukisimamia hapo ni wote, lakini Mtume mbele ya hadithi akaweka illa man aba, akaweka istithna, isipokuwa yule ambaye atakayekataa. Kwa hiyo si wote maana. Maswahaba wanamuuliza Mtume, nani mjinga huyo atakataa kuingia peponi? Mtume akasema man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Yeyote ambaye atakayenitii ataingia peponi, na yeyote ambaye atakayekataa, atakayeniasi atakuwa amekataa kuingia peponi. Sasa tunakwambia bana, bid'a zote, tunakwambia bid'a zote ni upotofu. Wanakwambia bana, kuna hadithi ndani ya Sahih Bukhari, Sayyidina Umar alipokuwa khalifa aliwakuta watu katika swala ya tarawih, kila mmoja anaswali peke yake.
kila mmoja anaswali peke yake. Basi Sayyidina Umar kitu alofanya, aliwakusanya maswahaba wote wakaswali jamaa nyuma ya imamu mmoja ambaye anaitwa Ka'b bin Malik. Kisha Sayyidina Umar akasema, ni'matun bid'a hadhihi, ni bid'a nzuri iliyoje hii. Na hii hadithi sahihi katika Sahih Bukhari. Sasa wanasema jamani, mnasema bid'a zote ni upotofu. Umar mwenyewe anasema hii ni bid'a nzuri. Sasa tunajibu, tunauliza jamani, ni bid'a gani ambayo Umar alianzisha hata aseme kwamba hii ni bid'a nzuri? Swala ya tarawih ilianzishwa na nani? Ilianzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwaswalisha maswahaba siku ya kwanza kwa jamaa msikitini. Siku ya pili watu wakaambiana wakajazana zaidi. Siku ya tatu watu wakajaa mpaka nje. Siku ya nne Mtume hakutoka nje, hakutoka kwenda kuswalisha. Baada ya alfajiri maswahaba wanamfuata Mtume, anamwambia Rasulullah, tulikungojea katika swala ya tarawih na ukutokea. Akawaambia, nilihofia isije ikateremka amri wahi ya kufaradhisha swala ya tarawih kisha kushindwa, lakini tunakuikataza. Sasa Umar anafufua jambo ambalo tayari ilikuwepo ndani ya dini, si kwamba anaacha kitu kipya. Ndio wanasema wanazuoni, hata ukienda kwenye kitabu cha Lisan al-Arab ya Ibn Mundhir, anasema neno bid'a ina maana nyingi, miongoni mwao ni jambo limesahaulika. Sayyidina Umar anawaambia, ni'matun bid'a hadhihi, ni jambo gani nzuri iliyosahaulika hii. Anarudisha katika sunna ya Bwana Mtume, si kwamba ameanzisha nyingine hapa, hajaanzisha kitu chochote. Kwa hivyo tunakuambia bid'a zote ni upotovu, hakuna hata moja. Ndio unaona ukiwabana katika njia kama hii wanakuambia okay, bid'a zote ni upotovu. Lakini mbona hii hamuoni bid'a zenu jamani? Ni mnaona maulidi tu na khitma na talqini na burda na 40, hamuoni mengine haya ambayo mnafanya nini? Mtume aliwahi kuswali juu ya kapeti, hii sio bid'a. Mtume aliwahi kuwa na mobile phone, Mtume aliwahi kuswalisha kwenye microphone, Mtume aliwahi kupanda gari. Hizi zote ni bid'a jamani, mbona hamyaoni haya? Kumbe hizi ni bid'a za kidunia, ni mambo ya dunia haya, hayusemi na ibada. Kwa sababu mambo ya bid'a ni mtu anaitakidi kwamba hii jambo anayefanya yeye analipwa thawabu. Mwenye kusoma maulidi anaitakidi kwamba analipwa thawabu. Mwenye kusomea maiti Qur'ani anaitakidi kwamba analipwa thawabu, anaandikiwa janna. Hii ndio ambayo tumezozania hizi, si mambo ya dunia haya. Hizi makapet, microphone, x-ray machine, magari, mandege ni vitu vya dunia. Hakuna mtu alosema usiposwali juu ya carpet swala yako haitakubaliwa. Imam asiposwalisha kwenye speaker swala yake, hakuna mtu amesema hivyo. Hakuna mtu anasema jamani usipokuwa na mobile phone wewe si Muislamu. Nani amesema hivyo? Hakuna. Hizi ni vitu vya dunia. Hautaulizwa, bali utaulizwa ulipata vipi na uliyatumia namna gani. Dr. Hassan alipokuwa anarudi nyumbani kwake, Bi Zainab binti Jahsh, mke wake Mtume ambaye ni mrembo, wakati wa jua kali Mtume anatoka na jasho nyingi sana mwilini. Basi Bi Zainab alikuwa na kijichupa akichota jasho ya Mtume kutoka katika mwili wake Mtume. Mtume anamuuliza Bi Zainab, jasho yangu unakwenda kufanya naye kitu gani? Bi Zainab anamwambia nakwenda kutengeneza naye marashi. Mtume alikuwa ananukia jamani. Swalieni Mtume wa Islam. Allahumma salli wa sallim alayhi. Maswahaba wenyewe wakichota jasho ya Mtume. Basi Mtume anacheka anamwambia Bi Zainab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nyinyi mnajua mambo yenu ya dunia yenu haya. Ni mambo ya dunia haya, si mambo ambayo yanahusiana na ibada. Hata Mtume aliwahi kuwapata maswahaba wanafanya grafting. Kwa wale ambao wamesoma agriculture wanajua hiyo. Wanafanya grafting, wanachanganya mti wa machungwa na limao, kisha inatoa madanzi au inatoa aina fulani ya machungwa. Mtume akawauliza ni nini hii? Wakamwambia Rasulullah, tunachanganya miti hii na hii ili iweze kutoa aina fulani ya matunda. Mtume akawaambia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, bi shughuli dunyakum. Fi riwaya, ninyi mnajua mambo ya dunia yenu, ni mambo ya dunia. Lakini mtu anayefanya bid'a anaitakidi kwamba hii ni ibada. Sasa tunakwambia kwamba bid'a zote ni upotofu. Sasa ndugu Waislamu, na utamalizia na utambili. Jambo la kwanza, leo hawa ndugu zetu ambao wanashirikia maulidi hii wanadai kwamba wanampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeyote ambaye hashiriki maulidi huyo hampendi Mtume. Hii ndio mtizamo wao. Lakini jambo la ajabu, hawa
wa kusoma maulidi, wao ndio ambao wanakwenda kinyume na sunna zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuta sunna zote wao ndio wanakwenda nazo khalifu. Hao ndio ambao wananyoa ndevu, hao ndio ambao wanaburuzia mavazi yao, wanavaa isbari, hao ndio ambao wanakwenda makaburini kufanya ushirikina kwa maiti na mengineo haya, waliyadhu billah. Sasa iko wapi kumpenda mtume hapa? Kumpenda mtume ni kumfuata mtume, si wewe unamsifu na huko unakwenda kinyume na mambo yake. Ndio Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mtume waambia ikiwa kweli unampenda Mwenyezi Mungu, wakufuate wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mkimfuata mtume Mwenyezi Mungu naye atawapenda. Ina maana Mungu hatawapenda nyinyi mpaka mfuate bwana mtume. Alafu jambo la ajabu, hawa ambao leo wanadai wanasoma maulidi ndio wanapokumpenda mtume na wanalia hasa, wanawachukia watu ambao wanamfuata mtume. Utashangaa, utamuona mtu akimuona mtu ameweka ndevu, amekata kanzu yake, namna anapokunja uso utafikiri ameona nyoka ya aina fulani mbele yake. Na wewe ulikuwa unafaa upende watu kama hawa, kwa sababu hawa ndio ambao wanamfuata mtume. Wewe unakwenda kuwachukia hawa, unakwenda kuwapenda watu ambao hawamfuati mtume wala hawampendi mtume, na hawa ambaye subhanallah unafaa kuwapenda, unawafanya ni maadui zako. Leo Waislamu, hii dini ina mambo mengi sana ndani yake. Waislamu, kama ni ibada ziko nyingi, tunafaa kuyatekeleza. Leo yale ambayo yapo tumeshindwa kuyatekeleza mengine, tumekuja kuzua mengine, na yale ambayo yapo bado hatujatekeleza. Sasa ilikuwa ni busara tuyatekeleze yale ambayo yapo mwanzo, alafu tukishamaliza ndio tuseme jamani, sasa tunaona yote imekuwa mboga, wacha tuongeze nyingine. Pia haitaruhusiwa pia, lakini lao ilikuwa ina busara ndani yake. Lakini ile ambayo ipo tumeyashindwa, sasa kuna kuongeza nyingine. Yale ambayo yapo tutaanza lini Waislamu? Tutaanza lini? Ndio unaona ndugu Muislamu, hawa ambao wanashirikia maulidi wanasema kuwadanganya watu kwamba hawa ambao wanapinga maulidi hawa wanaitwa mawahabi. Mawahabi, kuna watu wabaya kama hawa. Sasa unamuuliza wahabi ni nani? Wengi wa Waislamu hawajui, wallahi nawaambia Waislamu. Unamuuliza mtu wahabi ni nani, hajui. Ni nyimbo inaimbwa mtaani, pia anaanza kuimba. Ukimuuliza maana yake nini, hajui. Kumbe unaweza ukamuita mtu wahabi ukapigwa teke nje ya Uislamu bila kujua, kwa sababu al-Wahhab ni jina mojawapo katika majina ya Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu ana majina 99. Kuna baadhi ya majina viumbe vyake wanaweza wakamiliki majina ya Mungu. Kama binadamu anaweza akaitwa Rahimun, huyu ni mwenye huruma sana, hata mnyama ana huruma na watu wake. Binadamu anaweza akaitwa Karimun, mkarimu. Raufun, ni mpole. Majina ya Mungu haya binadamu anaweza akamiliki, lakini kuna baadhi ya majina ya Mungu hauwezi kumpa naye kiumbe mpaka useme abd fulani. Mfano wewe umezaa mtoto, mke wako amejifungua, unampa jina ya mtoto wako anaitwa Allah. Mwanangu anaitwa Allah. Allah ndio hapo mwanangu. Allah huwezi kumwita Allah. Lazima useme Abdullah ama Abdullah ama Abdullah. Kama vile kumwita mtu Rahman, Ar-Rahman, hauwezi kumwita mtu Rahman moja kwa moja. Lakini Rahim unaweza. Hii ni sifa na ni jina ambaye hakuna ambaye anayemiliki isipokuwa Mungu peke yake. Umwite mtu Abdurrahman, na ndio hivyo huwezi kumwita mtu Wahabi. Wahabi unajua maana yake nini? Maana yake Mwenyezi Mungu ndio yule ambaye anayempatia mtoto wa kike kwa mtakaye na anampatia mtoto wa kiume kwa mtakaye. Mwenyezi Mungu anasema yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur. Anampatia mtakaye mtu wa kike na anampatia mtakaye mtu wa kiume. Na hii sifa na uwezo huu hakuna aliyenaye isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa wewe unaposema fulani ni Wahabi, tayari umeshasema kwamba ni Mungu ule. Ana uwezo wa kupeana na kunyima, ana uwezo wa kumpandisha mtu cheo na kumshukisha mtu cheo. Na hii sifa haiko katika mikono yake huyu. Na hili jina lilianza lini Waislamu? Watu leo wana
wanaimba nyimbo inaimba mtaani, wao pia wanaimba na hawajui maana. Huyu bwana mwanzo anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, jina lake ni Muhammad, ambao wanadai anaanza fikra hii. Baba yake walikuwa wanaitwa Abdul Wahhab. Sasa Abdul Wahhab, Muhammad Abdul Wahhab alipoona watu wanakwenda makaburini kusujudu juu ya kaburi na kuabudu maiti na kumwomba maiti, alichukua tingatinga akaenda kufika makaburi yote yale katika mji wa Makka. Sasa wale ambao walikuwa wakifanya matendo haya ndio wakamfanya huyu bwana ni adui, na wakasema yeyote ambaye atakayefuata manhaji yake atakuwa anaitwa Wahabi. Huyu bwana jina lake ni Muhammad Abdul Wahhab. Walikuwa wanafaa waseme yeyote atakayefuata manhaji ya huyu atakuwa anaitwa Muhammadi. Wakaona kumpa jina ya mtume hapa ni kubwa sana hiyo, wakafanya makosa, bali ya kupatia jina la mtume wakaenda wakampatia jina la Mungu. Kwa hivyo tahadhari na kuwaita watu mawahabi, hili ni jina ambalo limeletwa mbele ya watu ili kuwatisha watu wasione haki. Kwa sababu leo itatokea watu ambao watatafsiri Qur'ani watakana kutafsiriwa, watazifuata sunna khalid za mtume. Wengine watatoka hapa hata baada ya hotuba hii watasema kwa nani asiyojua, wanajua ni mawahabi, wahabi ili uweze kuogopa. Ukishasikia wahabi uogope maana. Ndugu Waislamu, na malizeni cha mwisho nikisema hivi, maulidi leo haina nguvu tena. Maulidi si kama wakati wetu bwana. Sisi wakati tulisoma maulidi ilikuwa na nguvu ya ajabu. Barabara ilikuwa ifungwa hapa Nairobi. Maulidi zefe yake ilikuwa inasindikizwa na pikipiki ya rais ya nchi. Ndio inasindikiza zefe ya maulidi kutoka Saadi Grounds. Na town yote ikizunguka mpaka Isili, barabara inafungwa. Maulidi ilikuwa inasindikizwa na farasi ya majeshi. Leo iko wapi? Imekwisha. Hakuna. Mwaka huu ndo wamezidi kumwaga pesa. Wale watu ambao wanashirikiana katika mambo haya wanamwaga pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba maulidi inaendelea kuwepo. Na hii ni moja katika sababu ambayo imeifanya maulidi kuendelea. Leo watoto wa madrasa na mwalimu wao wanasafirishwa kutoka mji mmoja wanakwenda mji mwingine ili ionekane sehemu ambayo maulidi inasoma watu ni wengi. Lakini kumbe wenyewe wanajua maulidi inaelekea kufa. Haina nafasi tena. Imekwisha. Wakati wetu ilikuwa ukisoma maulidi unasoma kwenye jukwaa, watu walipojaa, mang'ombe yanachinjwa, huwezi kusema idadi yake. Leo hamna. Sababu ya pili ambayo imeifanya maulidi kuendelea mpaka leo Waislamu, na waambieni, ni pilau. Waondoe pilau, waone kama kuna mtu atahudhuria kwenye maulidi. Wengi wa watu wanadai wanampenda mtume kwa wanakwenda kula tu. Iondolewe pilau, waseme bwana tunaandaa maulidi ya keki na kahawa. Nani ambaye atahudhuria? Au tunaandaa maulidi ya mboga ya mchicha kwa ugali. Hakuna mtu atahudhuria. Wanakuambia maulidi ya keki na kahawa mtume hawezi kuhudhuria. Mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilau, tena lazima ule sinia umeshiba. Waliyadhu billah. Leo watu wanajifakhiri, pesa nyingi inatumika hapa. Kisumu mwaka jana wametangaza, jamani, tunafurahi sana kuvunja rekodi ya kusherehekea maulidi. Mwaka huu tumesherehekea maulidi ya milioni 1 ya Kenya. Katika mji wa Lamu sasa hivi imefika milioni, ilikuwa milioni 3, sasa imefika milioni 5. Hatukuambii maulidi ya Mombasa, ya Malindi, ya Kinondoni Road, ya Kitui, ya Mwingi, ya Mumias, ya Kakamega, hatukuambii yote ya Nairobi. Pesa nyingi inatumika. Nenda katika mji wa Kisumu Waislamu, kaangalie hali ya Waislamu, utashtuka. Hatuna maendeleo yoyote. Hatuna mashule zetu, hatuna hospitali zetu, hatuna vichinjio vyetu, hatuna chochote, hata university hatuna, lakini pesa inaenda kuliwa. Leo ukienda katika mji wa Kisumu, watu wanaishi chini ya mstari wa maskini. Katika baadhi ya mitaa, hii pesa milioni 1 ingenunua pikipiki ngapi? Ingewasomesha watu wangapi? Ingeinua maisha ya watu wangapi? Ingewatibu wajane wangapi ambao wanakufia ni nyumba zao? Pesa inakwenda wapi? Mipango ya kula tunayo vizuri sana, mipango yake, lakini mipango ya maendeleo hatuna. Wallahi tunatembea baadhi ya miji katika dawa, choo ya msikiti ikijaa itachangishwa hapo miezi 3-4 ndio pesa iweze kupatikana. Ikiungua baadhi ya msikiti hii, imam atachangisha wiki nzima ili baadhi ya msikiti iweze kununuliwa. Lakini katika msikiti huo na tabu zote hizo ikifika tarehe za maulidi itasoma maulidi ya 300,000 za Kenya. Sasa fadhali tadhhabun, tunaelekea wapi Waislamu? Tunakwenda wapi? Hizi vitu ambavyo inaturudisha nyuma, na tumeweka mambo ya kula mbele.
ndio unaona sio Uislamu, hatuna mipango yote hatuna. Tumeweka mambo ambayo yasifaa kuwekwa mbele, tumeipa kipaumbele, na yale ambayo yanafaa kupewa kipaumbele tukayaweka nyuma migongo yetu. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barur.